Habari gani tena kwenye Msizayo TV, natumaini mko salama na mmeanza asubuhi ya leo vizuri. Na kama ni mara yako ya kwanza kufika kwenye channel hii, karibu sana. Usisahau kubonyeza subscribe, like na share. Kama tayari wewe ni mwanafamilia ya Msizayo TV, andika kwenye comment. Asante sana na uenjoy na habari zetu. Kianza kumenembo ni kuwa chama cha MRDP Twigano kimetangaza kwa rais wake Dr. Fred Kaniki, ambaye pia ni naibu mratibu wa muungano wa serikali ya FC23 anayesimamia masuala ya fedha, uchumi, maendeleo na uhamasishaji, yuko katika ziara kikazi Minembwe tangu tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama cha MRDP au jeshi la Twigano, Dr. Kaniki anaongoza ujumbe wa viongozi wa kisiasa na kijeshi wa serikali ya FC23 ikiwemo naibu mratibu Berta Bisimwa pamoja na viongozi wengine. Chama cha MRDP Twigano imesema kuwa lengo la ziara hii ni kukutana na wananchi, kuonyesha mshikamano nao na kutathmini hali ya maisha na usalama mjini Minembwe baada ya kipindi kirefu cha migogoro na mapigano ya kijeshi. Chama hicho kinadai kuwa matatizo hayo yamesababishwa na mashambulizi ya jeshi la FARDC wakishirikiana na jeshi la Burundi na makundi ya Kimaimai, Wazalendo na FDLR na P5. Katika taarifa hiyo, MRDP Twigano imesema kuwa ujumbe ulioongozwa na Dr. Fred Kaniki ulifanya mazungumzo na wananchi na kutembea maeneo yaliyoathiriwa na mapigano. Kulingana na chama hicho cha MRDP, ujumbe huo ulishuhudia athari za ukosefu wa usalama kwa raia, ikiwemo kuzorota kwa maisha, umaskini na madhara ya vita katika maisha ya kila siku. Chama cha MRDP Twigano pia kinataka kufanyika kwa uchunguzi huru wa haki na wazi kuhusu kile inachodai kuwa ni uhalifu uliofanywa dhidi ya raia wa eneo hilo. Chama hicho bado kiendelea kusema kuwa uchunguzi huu utasaidia kubaini ukweli, kwa baini waliohusika na kutoa haki kwa waathirika ili kupambana na utamaduni wa kutoadhibiwa. Aidha, chama cha MRDP imesema kuwa licha kile wanachokiita ni kupatikana kwa suluhisho la madhubuti kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu usalama na haki za kibinadamu Minembwe na maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali hiyo yabadilisha malengo yake. Badala yake amesema kuwa imeendelea kuimarisha juhudi zake na kile anachokiita kulinda wananchi, kuleta amani na haki. Mwisho wa taarifa hii, MRDP ilisema kuwa imesisitiza kuwa itaendelea na shughuli zake kwa muda wote itakapodai bado kuna vitendo au mapigano ya kuangamiza Wanyamulenge. Pia imesema inaunga mkono wa amani ya kudumu, maridhiano na usalama wa kudumu mashariki mwa DRC, huku ikitoa wito wa kupatikana suluhisho la kisiasa na kiusalama litakaolinda haki za wananchi wote. Taarifa hii imetolewa wakati mapigano yakiendelea mashariki mwa DRC kati ya muungano wa serikali ya FC23 ikishirikiana na chama cha MRDP Twigano dhidi ya muungano unaojumuisha FARDC, jeshi la Burundi na makundi ya Kimaimai na FDLR. Na tukielekea kwa Kaziba ni kuwa hali ya kutia wasiwasi imeripotiwa asubuhi ya leo katika eneo la Nyafunze. Kwa mujibu wa taarifa zinazopatikana, abiria waliokuwa wakisafiri kwa magari kwenye barabara Kaziba Ruhinja wanadaiwa kuporwa mali zao na watu wanaotajwa kuwa wazalendo, wakishirikiana na majambazi wa kuvizia barabarani. Kuongezeka kwa vitendo hivi vya ukosefu wa usalama kwenye barabara hiyo ni muhimu kumezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Wito wa haraka umetolewa kwa mamlaka husika kuchukua hatua za kulinda eneo hilo na kuhakikisha usalama watumiaji wa barabara hiyo unakuwa madhubuti. Kwa Kaziba leo asubuhi kumetokea na piaje, ndio walipie jua Kaziba ni kubwa. Kumetokea piaje, wamepie watu walikuwa wakisafiri kama kawaida wa Maimai, walienda kapora population ya serikali ya FC23. Na kwa tukumbuka kuwa Kaziba kuna sehemu serikali ya FC23 na controle na ingine sehemu Kaziba ni kubwa sana guys. Na tukielekea kwa Luberizi Plaine de la Ruzizi ni kuwa dereva bodaboda wao kwa risasi huko Rushima na vyama vya madereva vya lani kitendo hicho.
Luberizi iko teritoria ya Uvira. Tukio la kusikitisha lilitokea jana katika barabara ya Rushima. Ilikuwa jana saa 9 saa 10 kielekea. Watu mauaji yalitokea katika barabara ya Rushima iliyopo katika groupement ya Luberizi ndani ya sheferi de la Plaine de la Ruzizi mkoani wa Sud Kivu, na ambapo dereva mmoja wa bodaboda alipigwa risasi na kuuawa akidaiwa kufyatuliwa risasi na mwanajeshi wa FARDC. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya eneo hilo vinavyolingana, inasema kuwa dereva huyo alikuwa akisafiri kutoka Luvunga akielekea Sange aliposimamishwa na mwanajeshi wa FARDC. Inadaiwa kuwa mwanajeshi huyo alitaka kuchukua pikipiki hiyo kwa safari ambayo haikueleza, na huyo dereva au mota alipokataa kutoa pikipiki yake, mwanajeshi huyo anadai kuwa alifyatua risasi na kumuua hapo hapo. Na tukio hilo limezua huzuni sana na hasira kubwa miongoni mwa wananchi pamoja na sekta ya usafiri. Viongozi wa vyama vya madereva wa bodaboda Asenamok na Astram vinavyofanya kazi kwenye barabara Luberizi Luvungi vimelani kitendo hicho na kukieleza kuwa ni cha hatari na kisichokubalika. Vyama hivyo vimetoa wito kwa viongozi wa jeshi kuanzisha uchunguzi wa haraka ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo na kuhakikisha waliohusika wanaadhibishwa kwa mujibu wa sheria. Pia wameitaka kamandi ya FARDC kuimarisha nidhamu miongoni mwa wanajeshi wake na kuelekeza nguvu zaidi kwenye maeneo ya mapambano ili kuzuia matukio kama haya kuendelea kusababisha vifo vya raia ndani ya sheferi de la Plaine de la Ruzizi na mji wa Uvira. Rushima ni barabara iko katikati ya Lubegera na Luberizi au Kitemesho. Ukitoka Luvungi au tuseme ukitoka Kamanyola unaingia Katogoda unaingia Luvungi unaingia Bugera kuna barabara unaingia sasa barabara ukielekea sehemu za Kitemesho Luberizi. Kwa hiyo barabara imeshuhudia sana ukosefu wa amani kutoka kitambo sana. Sisi tuliwahi ishi Mplene, tunajua hiyo barabara inakuwa na ukosefu wa amani sana. Kitemesho ulikuwa unafika unasikia nyele zimesimama. Na kuna kutokea ajali sana ndani ya hiyo barabara. Sasa sijui kuwa kama kuna shetani kwenye hiyo barabara, msijui kwa sababu kuna mauaji mengi yanatokea sana kwa hiyo barabara ya Rushima, sana Rushima. Hata ukisikia tu jina mtu akikutajia Rushima unaogopa. Naam, niwashukuru sana ndugu zangu kwa wakati huu. Tutaendelea habari zingine wakati unaokuja au mchana. Tutaendelea na habari zingine, update nyingi. Asanteni.